Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapenzi watazamaji, waandishi wa habari. Kwa majina naitwa Saif Hassan Sule, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Islamic Foundation, lakini pia Islah Company Tanzania Limited, lakini pia Sule Natural Medicine Company, lakini pia nimepata fursa na bahati ya kuteuliwa kuwa mlezi wa taasisi ama jumuiya ya umoja wa wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati Tanzania, kwa kifupi inajulikana kama TAMUSA, ambayo kirefu chake ni Tanzania Muslim University Students Alliance, ama TAMUSA kama ambavyo inaeleweka kwa kifupi. Niko mbele yenu ndugu waandishi wa habari. Lengo la msingi na madhumuni yetu ni kuwaomba muweze kutupazia sauti kuelekea kwa Watanzania, kwa Afrika na dunia kwa ujumla, kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani kumekuwa na mambo mengi yanayofanywa na Waislamu, na mara nyingi ni mwezi wa Qur'ani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani, na mwezi huu ndio mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiteremsha ndani yake Qur'ani, na ndio maana maeneo mbalimbali duniani utaona kipindi hiki ni kipindi cha mashindano ya Qur'ani, iwe tajwidi, iwe tahfidhi, lakini kikubwa ni mwezi wa Qur'ani, ni mwezi wa kuisoma sana Qur'ani kwa namna mbalimbali. Na jumuiya hii ya TAMUSA, jumuiya ya wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati Tanzania wa Kiislamu, kwa mara ya kwanza tumeamua kushirikiana na kuja kufanya jambo kubwa ambalo halijawahi kufanyika katika nchi yetu ya Tanzania. Na huu ndio ujumbe ambao ningependa waheshimiwa waandishi wa habari mtusambazie kwa watu wote, watambue tukio hili la kihistoria na la aina yake katika nchi yetu ya Tanzania. Nalo ni tukio la mashindano ya kwanza ya kuhifadhi na kusoma Qur'ani yatakayofanywa na wasomi wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati nchini. Mara nyingi tumeona mashindano ya Qur'ani ya kada tofauti tofauti, lakini mara hii kwa mara ya kwanza tunakwenda kufanya mashindano ya wanafunzi wa vyuo vikuu. Lengo, nia na madhumuni ni kuonyesha Qur'ani ni kitabu cha kila kada, lakini Qur'ani ni kitabu cha wasomi. Sasa wasomi wa secular wanakwenda kuonyesha umahiri wao katika kuhifadhi na kuisoma Qur'ani kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo washiriki wa mashindano haya kwa 100% watakuwa ni wanafunzi wa vyuo vikuu Tanzania, na tutakuwa na mashindano ya juzuu 1, juzuu 2, juzuu 3, juzuu 5, juzuu 10, juzuu 20 na juzuu 30. Kwa mara ya kwanza dunia itakwenda kushuhudia wahifadhi ama wasomi waliohifadhi Qur'ani, yani mtu msomi wa kisekula ana elimu ya kutosha na degree, lakini kwa upande wa pili amehifadhi juzuu 30. Ana degree, lakini upande wa pili amehifadhi juzuu 20. Ana degree, lakini upande wa pili amehifadhi juzuu 10. 5, 3, 1. Kuna watu huwa wanadhani kwamba wasomi wa kisekula hawaijui Qur'ani, na kwamba ukiisoma Qur'ani na kuihifadhi na kuijua we ni mshamba, huna elimu. Sasa hii inakwenda kutoa mwanga, maelekezo na ufafanuzi kwamba msomi anaweza kuwa na elimu zote mbili, na anaweza kuwa msomi wa elimu zote mbili, na mtu mwenye elimu zote mbili akawa msomi wa elimu zote mbili
anakuwa ana faida kubwa zaidi katika elimu kuliko yule ambaye ana elimu ya upande mmoja. Kwa hiyo tarehe 14 mwezi wa 3 2026 katika ukumbi wa City Garden uliopo eneo la Gerezani Kariakoo, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 7 za mchana, wasomi wa vyuo vikuu wataunguruma ndani ya Qur'ani katika juzuu nilizozitaja, na insha Allah tunatarajia mgeni rasmi katika tukio hili atakuwa shekhe mkuu na mufti wa Tanzania Al-Doktor Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali wa Mbwana, akisindikizwa na wageni maalum kutoka katika taasisi mbalimbali pamoja na serikalini katika tukio hili la aina yake na la mwanzo na la kwanza kufanywa katika nchi yetu ya Tanzania biidhnillah. Jambo kubwa katika mashindano haya ni yale matukio yatakayofanyika. Siku hii itakuwa ni siku ya Qur'ani kwa wasomi Tanzania. Asubuhi saa 2 hadi saa 7 tutakuwa na mashindano ya Qur'ani. Baada ya dhuhuri mpaka saa 10 tutakuwa na dua maalum na nasaha, ambayo dua hii itaendeshwa na mashekhe mbalimbali wakishirikiana na watoto wadogo mayatima ambao watashiriki katika dua hii, kuiombea nchi yetu amani, kuwaombea watu wenye shida mbalimbali, kuwaombea watu wenye haja mbalimbali kwenye mambo yao, wenye maradhi, wenye biashara zilizo ngumu, wenye shida mbalimbali, wenye matatizo mbalimbali. Tutakuwa na dua kuanzia baada ya salati dhuhuri mpaka salati asiri. Alafu baada ya salati asiri kuelekea sala ya magharibi tutakuwa pia na nasaha na mawaidha kutoka kwa mashekhe mahiri kabisa ambao watafikisha jumbe mbalimbali za ujumbe wa Qur'ani ambayo imeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani katika maisha ya wanadamu. Lakini katika kipindi hicho cha masaa hayo tutakuwa na kipande maalum. Tumeweka nia, tutatoa zawadi ya mavazi ya kuwavisha watoto mayatima, na hapa tutavisha kulingana na kadiri Mungu atakavyotuwezesha kuwavisha hawa watoto. Target yetu ni kuwavisha watoto 200. Nia yetu ni kuwavisha watoto 200. Kwa hiyo tunatamani mtu yeyote ambaye anaweza kushirikiana nasi katika kuwavisha mayatima, basi ajitahidi awasiliane nasi kwa taratibu tutakazozitoa kwa namba za simu za TAMUSA na viongozi wake, na utaratibu kamili utawekwa na akaunti namba zitatolewa kwa watu mbalimbali watakaopenda kuchangia kuwavisha watoto yatima katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ili kutafuta radhi za Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kubwa ni sadaka ya kwenda kufungua mambo na shida mbalimbali zinazohitaji wanadamu. Lakini sambamba na hili la kutoa sadaka kwa maana la kuwavisha mayatima, jioni hiyo tutakuwa na iftari kwa wanafunzi wa vyuo vikuu na wageni maalumu watakaotoka maeneo mbalimbali. Ikumbukwe kwa kuwa haya ni mashindano ya wanafunzi wa vyuo vikuu, na wanafunzi wa vyuo vikuu wametapakaa karibu nchi yote Tanzania, mikoa mbalimbali. Wanafunzi wameamua kutoka katika vyuo vikuu mbalimbali Tanzania watajilipia nauli kutoka huko walipo kuja Dar es Salaam kushiriki mashindano na nauli za kurudi. Kwa hiyo niwaombe sasa Watanzania wenzangu, niwaombe sasa Waislamu duniani kote, mjitahidi tuwafuturishe wanafunzi hawa zaidi ya 500 tutakaoshiriki nao katika mashindano haya ya Qur'ani. Tunatarajia kuwa na wanafunzi 500 wa vyuo vikuu na vyuo vya kati Tanzania katika ukumbi wa City Garden, na tunatarajia kuwa na wageni nje ya wanafunzi zaidi ya watu 100 pamoja na watoto yatima au 250. Kwa hiyo tunatarajia kuwa na ugeni wa watu takribani 750 katika zoezi hili muhimu na kubwa la aina yake linalokwenda kufanyika tarehe 14 mwezi wa 3 2026, Mungu akipenda, siku ya Jumamosi. Nitumie fursa hii kuwaomba wadau wote na Waislamu duniani wanaoweza kushirikiana nasi katika jambo hili, jambo la aina yake, watoe michango yao kwa hali na mali,
na tuko tayari kuipokea kwa utaratibu utakaokuwa umeelekezwa. Baada ya muda mfupi nitamkaribisha mmoja wa viongozi wa jumuiya ya wanafunzi wa vyuo vikuu nchini azungumze nanyi kwa kutoa maelezo machache, kuwaalika na kuwakaribisha na kuwatambulisha wenzake mmoja mmoja tulionao hapa ni wanafunzi wa vyuo vikuu gani, wanasoma mwaka wangapi, na nia na madhumuni makubwa ya jambo hili ni lipi matayasar. Kwa ufupi sana, kwa sababu muda wetu umetutupa mkono. Viongozi, mheshimiwa kiongozi, karibu uzungumze na jamii, uzungumze na hadhira, uzungumze na dunia ili kuweza kulitanabahisha jambo letu. Faliyatafadhal mashkura. Ma baada ya kumshukuru Allah tabarak wa taala na kumtakia rahma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nishukuru sana kwa fursa hii niliyopewa kuzungumza na nyinyi vyombo vya habari, lakini pia sifa nyingi na rehema nyingi zimwendee habibana Mustafa na Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia nimshukuru Sheikh kwa kutukutanisha na nyinyi vyombo vya habari kwa ajili ya kuwafahamisha jambo letu. Ninayezungumza mbele yenu ni Ali Abubakar Ali, ni mwanafunzi wa chuo cha IHET, Institute of Heavy Equipments, ambaye anasomea kozi ya operating engineer na huu ni mwaka wa 3. Lakini alhamdulillah aliyekaa kuliani kwangu ni al-akhi na ndio mwenyekiti wa taasisi ya TAMUSA ambaye anaitwa Faisal Qasim, ambaye anasoma chuo cha Magogoni, anasomea utumishi wa umma pale Magogoni. Alhamdulillah. Lakini pia tunaye katibu wetu al-akhi Lillahi ambaye naye pia anasoma chuo cha Magogoni, lakini pia tumeambatana na mweka hazina wetu ambaye yuko nyuma kule, anaitwa Ahmed Qasim, naye pia yuko pale chuo kikuu cha Magogoni. Also we have brother ambaye pia anaitwa Muhammad, naye pia yuko kule ambaye ni mjumbe wetu. Alhamdulillah, taasisi ya TAMUSA, sisi wanafunzi wa Kiislamu ambao tuko mavyuoni, tumeanzisha taasisi hii ama tumeiunda taasisi hii kwa maksad mazima ya kukuza mfumo wa elimu ya dini pamoja na elimu ya dunia ambazo ziko. Kwa sababu nini ambacho kimepelekea kuunda hii jumuiya? Ikhwani, imekuwa ni mara nyingi ni yenye kuonekana na ndivyo inavyofahamika kwamba mfumo wa elimu ama elimu ya dini katika ngazi za chuo, mara nyingi mtu anapokuwa amefika chuoni elimu yake ya dini huwa anaitupa, na wengine kuanzia O level huwa elimu ya dini wanaipuuza. Sasa sisi kama TAMUSA tumeamua kusimama pamoja na taasisi nyingine za Kiislamu ambazo ziko pembeni. Tuko tayari kushirikiana nanyi kwa ngazi ya aina yoyote, kwa daraja lolote ambalo mtalisema nyinyi, kufanya kazi kwa pamoja na kuimarisha mfumo wa Uislamu ambao upo mavyuoni, kwa sababu saa hizi Uislamu umekuwa ni kitu ambacho kinakandamizwa. Waislamu tumekuwa dini yetu hatuifahamu. TAMUSA kama TAMUSA kupitia taasisi nyingine za dini tumeamua kuandaa, kuikuza na kuifahamisha na kuieneza Qur'an katika ngazi za vyuo vikuu na vyuo vya kati vyote vilivyopo Tanzania. Alhamdulillah, nishie hapa nimkaribishe mwenyekiti naye pia atoe kidogo maneno mawili matatu kwa ajili ya jambo hili. Naam, mheshimiwa, karibu. Shukrani wa barakatuh. Kwa majina naitwa Faisal Qasim, kama nilivyotambulishwa ndio mwenyekiti wa jumuiya hii ya Tanzania Muslim University Student Alliance ama TAMUSA. Tupo mbele yenu ndugu zetu waandishi wa habari na wote mnaotuangalia sasa hivi. Lengo kuu ni kufikisha dhima yetu ambayo tumeijenga. Tunatamani kuona tunatengeneza vijana wa Kiislamu wenye maadili ambao watakuja kusaidia taifa zima. Hilo ni moja ya lengo mama ambalo tumeliweka hapa. Hivyo katika mambo haya yote ambayo yametajwa, tunawarudia nyinyi hapo wa Tanzania kuwaomba kwa yoyote ambaye atawiwa kuungana na jitihada zetu, kuungana na taratibu zetu, basi atusaidie kwa lolote lile, either kwa support yake ama kwa maoni yake pia. Lakini pia sisi ni moja ya watu ambao tunatamani kuwa linki baina ya wawekezaji na ndugu zetu ambao wana uhitaji maalum. Mimi ni mwanafunzi kutoka chuo cha utumishi, nasomea records management, ni mwaka wa 3. Sisi kama watu wa records tumefanya research fupi kwa baadhi ya maeneo. Tumegundua kuwa kuna ndugu zetu yatima wapo mitaani, wana haja ya kitu fulani. Wengine wana elimu, wengine wana idea za kufanya jambo fulani, wengine wana taaluma fulani na skills fulani. Tunatamani kuona sisi kama Watanzania tunaenda kuwagusa wale watu. Lengo letu sisi sio kuchukua fedha ya mdhamini. Lengo letu sisi ni kuhakikisha
tunamchukua mtu tunampeleka sehemu husika ambayo inahitaji msaada. Hivyo tunaomba sana ndugu zetu wa Tanzania, kwa yoyote atakayewiwa kuendana na taratibu zetu, basi tunamkaribisha, lakini naomba nikazie kuwa sisi hatu against taasisi yoyote ile ya Kiislamu, ila tupo hapa kuunga jitihada na kuunga nguvu ili mradi kufikisha taasisi hii au wigo mpana wa dini ya Kiislamu inakuwa ndani ya Tanzania, lakini kwa dunia nzima. Hivyo tunakaribisha taasisi zote za kidini kuungana nasi, lakini mtu binafsi na mtu yoyote ambaye atawiwa kuendana na taratibu zetu. Kwa kufikia hapo, naomba niwashukuru sana kwa nafasi hii niliyopata. Asanteni sana. Naomba nitaje mawasiliano ambapo kwa yoyote ambaye atahitaji kutufikia, namba ya mwenyekiti ni 0622980603. Lakini kwa yule ambaye anashindwa kutufikia lakini anahitaji kuweka support yake, naomba nitaje namba za akaunti ambapo tunatumia Amana Bank na akaunti zipo mbili, kuna ya TZS pamoja na USD. Namba ni 00114223724001, ama kwa USD ni 00114223724002. Hiyo ni USD na jina litatokea Tanzania Muslim University Student Alliance ama TAMUSA. Lakini itaje tena ya T-shillings. Ya T-shillings naomba nirudie ni 0011422372400001. Jina ni Tanzania Muslim University Student Alliance ama TAMUSA. Lakini pia tunalipa namba ambazo ni mbili. Tunalipa namba ya Halotel lakini pia Mixx by Yas. Naomba nizitaje kama ifuatavyo. Namba ya lipa ya Yas ni 45919004. Naomba nirudie ni 45919004. Na namba ya Halotel ni 25111862. 25111862. Hizi zote zinaenda kwa jina la TAMUSA Group. TAMUSA Group. Hivyo kwa yoyote ambaye atawiwa kuendana na taratibu zetu, atawiwa kutoa sadaka yake, atawiwa kutoa mchango wake, tunamkaribisha yoyote yule. Maelezo hayo ya mwenyekiti wa TAMUSA. Sasa nitumie fursa hii kwanza kuwashukuruni waandishi wa habari kuweza kuja kutuunga mkono, kutusikiliza, lakini pia kutusaidia kupaza sauti. Niwaombe tu wale wote ambao watafikiwa na ujumbe huu, kumbuka siku ya tukio ni tarehe 14 mwezi wa 3 2026, saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni katika ukumbi wa City Garden. Eneo ambalo ningependa kulisisitiza zaidi ni kutusaidia kufuturisha watu zaidi ya 750 ambao tunatarajia kufuturu nao, wakiwemo watoto yatima wasiopungua 200, lakini pia kutusaidia kuhakikisha kwamba tunapata nguo kwa watoto ambao wana uhitaji maalum na mayatima ambao wangeweza kupata fursa ya kuvaa. Tafiti za vijana wetu zinaonyesha kwamba watoto wengi mayatima walio katika vituo na wale walio nje ya vituo katika siku kama hizi wanakuwa na uhaba wa mavazi na hivyo kupelekea kuwafanya wawe wanyonge. Unaonaje wewe ukimfurahisha mtoto wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu watoto mayatima ni watoto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Unaonaje kama utawafurahisha vitoto ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anavipenda, na bila shaka na wewe utafurahishwa na Mola wako kwa yale unayokusudia. Kwa hiyo tunaomba kutoka maeneo yote, marafiki zangu kutoka Middle East, marafiki zangu kutoka Asia, kutoka Amerika, Far East na maeneo mbalimbali, ningependa mniunge mkono kwa kutuma pesa kwa akaunti namba zilizotajwa na mwenyekiti na kwa lipa namba. Na wale mliopo Tanzania, kwa wale ambao wanaweza kuja hapa kituoni kwetu Islamic Company Tanzania Limited ama Islah Company Tanzania Limited ama Islamic Foundation iliyopo barabara ya Sharifu Shamba, kwa maana ya mtaa wa Sharifu Shamba, nyumba namba 3 hapa Ilala Bungoni. Ninawakaribisha wakati wote kuanzia kesho tarehe 2
ya mwezi wa 6 tunaanza kupokea misaada na michango ya namna mbalimbali, na mnaweza kuileta hapa, itakuwa salama kabisa, na tutakupa stakabadhi ya kuthibitisha umetoa mchango wako, na hiyo stakabadhi uweze kubaki nayo kuweka kumbukumbu kwamba umechangia nini, yawe mavazi, iwe kitu chochote utakachotaraji. Lakini pia tunahitaji zawadi za wanafunzi hawa wanaokwenda kushindana. Zawadi zao zinatakiwa ziwe zawadi za kuwahamasisha ili kuweza kuipenda Qur'ani, kuisoma Qur'ani na kuishi katika maadili ya Qur'ani. Kama unakumbuka vizuri, vijana hawa wana malengo makubwa manne. La kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba wanakuza usomaji wa Qur'ani kwa kuzingatia kanuni na taratibu za Qur'ani katika vyuo vikuu mbalimbali. Lakini la pili, kuhamasisha uhifadhi wa Qur'ani na uelewa juu ya mafundisho sahihi ya Qur'ani. Jambo la tatu, wanasisitiza ama wanakwenda kusimamia kujenga maadili na nidhamu na mshikamano miongoni mwa vijana wasomi wa Kiislamu kwa mafundisho ya Uislamu. Lakini la nne ni kuhakikisha kwamba tunakwenda kutambua na kuelekeza vipaji vya wanafunzi wanaojifunza katika vyuo vikuu na vyuo mbalimbali, na wale ambao hawajifunzi katika maeneo mbalimbali lakini wana vipaji na uwezo, tuweze kuibua vipaji hivyo na kuwasaidia kufikia malengo yao binafsi na malengo ya dini ya Uislamu. Kwa hiyo ni vijana wamejipanga kwenye mambo mengi, tunahitaji ushirikiano wenu, na bila ya shaka ikiwa mtatupa ushirikiano katika hili, basi tutakuwa tumeipa kada muhimu sana. Kama kuna kada bora na muhimu kuliko zote ya kuielekeza kwa wakati tulionao katika nchi yetu, ni kada ya wasomi wa vyuo vikuu kwenda sambamba na mafundisho sahihi ya Qur'ani. Baada ya maelezo haya, niwashukuru sana Watanzania wenzetu, niwashukuru Waislamu Tanzania, duniani kwa ujumla na Afrika. Wale wote ambao watapenda kushirikiana nasi, milango iko wazi. Kwa wale watakaopenda kuwasiliana kwa namba zangu binafsi, namba yangu ni 0748 800 400, 0748 800 400. Kwa namba hii pia unaweza kuwasiliana nami naweza kukurinki moja kwa moja na mwenyekiti ili kufikia malengo tunayokusudia. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.